Mgogoro kati ya Israel na Hamas umechukua sura mpya baada ya mashambulizi makubwa ya anga ya Israel kuua zaidi ya watu 400 katika ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya inayoongozwa na Hamas imethibitisha idadi hii ya vifo, huku maelfu ya watu wakijeruhiwa katika mashambulizi haya yaliyoanza mara baada ya mazungumzo ya kuongeza usitishaji wa mapigano kuvunjika. Hii ni idadi kubwa zaidi ya vifo tangu tarehe 19 Januari, wakati ambapo pande hizo mbili zilianza kusimamisha mapigano kwa mkataba wa muda. Sasa, huku Israel ikitangaza mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Hamas, hatima ya mgogoro huu inaonekana kuingia katika hatua ngumu zaidi. Tangu mwanzoni mwa mgogoro huu, Israel imekuwa ikisisitiza kuwa operesheni zake dhidi ya Hamas, ikidai kuwa kundi hilo limekuwa likitumia raia kama ngao. Baada ya mazungumzo ya kuongeza usitishaji wa mapigano kushindikana, Israel ilisema inashambulia malengo ya kigaidi katika Gaza. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetoa tamko kali ikisema kuwa Israel itachukua hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Hamas kwa sababu wameendelea kukataa kuachia mateka wao. Hamas imeonyesha kutokubali suluhu yoyote na hivyo inalazimika kutumia nguvu zaidi kuhakikisha malengo hayo yametimia. Kwa mujibu wa Israel, Hamas imeshindwa kutoa mateka 59 waliobaki Gaza, ambapo 24 kati yao wanakadiriwa kuwa hai. Kutokana na hilo, Israel imetangaza kuendelea na mashambulizi makali zaidi kwa lengo la kuiangamiza Hamas. Kwa upande mwingine, Hamas imeitaka jumuiya ya kimataifa kushikilia Israel kikamilifu kuwajibika kwa kile wanachokiita mauaji ya raia wasio na hatia. Kundi hilo limetoa taarifa likisema kuwa Israel imevunja usitishaji wa mapigano kwa makusudi na inawalenga raia. Mashambulizi haya ni ya kinyama na jumuiya ya kimataifa inapaswa kuingilia kati ili kulinda wananchi wa Gaza na wa Kipalestina kwa ujumla. Kwa mujibu wa Hamas, Israel inatumia madai ya mateka kama kisingizio cha kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya Gaza, huku raia wasio na hatia wakiendelea kuuawa kwa idadi kubwa. Moja ya sababu zilizotajwa na Israel kwa kuendelea na mashambulizi ni kukataa kwa Hamas kuachia mateka waliobaki. Hata hivyo, familia za mateka hao zimekosoa vikali hatua ya serikali ya Netanyahu ya kuzindua mashambulizi mapya, wakisema kuwa imechagua kuwatelekeza mateka hao. Badala ya kuendelea na mazungumzo ya kuokoa mateka wetu, serikali ya Netanyahu imechagua vita. Hii inaonyesha kwamba serikali haijali maisha ya Waisraeli walio mateka Gaza. Baadhi ya wananchi wa Israeli walilalamika. Kwa upande mwingine, msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani, Brian Hughes, amesema kuwa Hamas ilichagua vita kwa kushindwa kuachia mateka. Msimamo wa Marekani unazua mjadala mkubwa kuhusu nafasi yake katika mgogoro huu. Ingawa utawala wa Trump umejitahidi kusukuma mazungumzo ya amani, Marekani imeendelea kuiunga mkono Israel kwa kiwango kikubwa kijeshi na kisiasa. Kwa mujibu wa ripoti za mashirika ya misaada ya kibinadamu, hali katika Gaza inazidi kuwa mbaya zaidi. Mashambulizi makali yamesababisha idadi kubwa ya vifo na majeruhi, zaidi ya watu 400 wameuawa huku maelfu wakijeruhiwa. Uharibifu wa miundombinu, barabara, hospitali na shule zimeharibiwa vibaya, pamoja na ukosefu wa chakula na maji. Misaada ya kibinadamu inakumbwa na changamoto kubwa kuingia Gaza. Msongo wa mawazo kwa raia, ambapo wananchi wa Gaza wanaishi kwa hofu kubwa huku mashambulizi yakiendelea. Hali inavyoendelea Gaza itaamua mwelekeo wa mgogoro huu. Kwa sasa, dunia inasubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na pande zote mbili. Je, kuna matumaini ya amani au vita vitazidi kuwa vikali? Tutaendelea kufuatilia maendeleo ya mgogoro huu kwa kina zaidi.